Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumanne, juma la 6, kipindi cha Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 16 aya 22 hadi ya 34, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 16 aya ya 5 hadi ya 11. Karibu tusikilize Injili. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja wenu aniulizaye, unakwendapi? Ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena; kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa." Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu mpendwa msikilizaji, sehemu ya Injili tuliyoisikia hivi punde ni muendelezo wa mafundisho ya Yesu akiwa pamoja na wanafunzi wake, sehemu ya karamu ya mwisho. Kwa muktadha huu, siku ya leo ninapenda tutafakari kupitia sura hii tuliyosoma, kazi za Roho Mtakatifu. Sehemu hii ya Injili tuliyoisikia, Yesu anazungumza habari za kupaa kwake na kurudi kwa Baba yake mara baada ya kutimiliza kile alicholetwa hapa duniani, ukombozi kamili wa mwanadamu. Lakini inaonekana wazi kuwa ni jambo ambalo limewatikisa wanafunzi. Wanafunzi wamebaki na huzuni, na kwa namna hiyo wanashindwa hata kumuuliza kwa nini anaondoka. Wanafunzi wanakunja nyuso zao. Wanafunzi wanaelemewa na huzuni nzito, wanakunguazwa. Ni wazi huzuni ya namna hiyo inaweza kumkumba mwanadamu yoyote endapo hanapata habari za kutengana mbali na yule ampendaye, au rafiki ama ndugu wa karibu. Lakini kwa namna ya pekee Yesu anasisitiza kuwa ni muhimu na lazima aondoke, arudi kwa Baba yake. Lengo kubwa la kufanya hivyo ni kumruhusu Roho Mtakatifu awajie wanafunzi, ili wanafunzi wasibaki kufanya kazi na Wayahudi peke yao, lakini awasukume kwenda kuihubiri Injili nje na Uyahudi, yaani kwa ulimwengu mzima. Ni wazi Yesu Kristo alizaliwa Bethlehemu ya Uyahudi, na amekuwa katika jimbo la Galilaya, na amefanya huduma yake ya wazi maeneo mengi kuzunguka eneo la Uyahudi na maeneo machache ya ardhi ya Samaria. Lakini kwa kumruhusu Roho Mtakatifu, Yesu anataka kuwatumia mitume pamoja na wanafunzi ambao wangekuja hapo baadaye kwa ajili ya kufanya kazi ya kueneza neno la ushuhuda wa ukombozi kwa njia ya msalaba na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ulimwengu mzima. Kwa kuja kwake Roho Mtakatifu anatuhakikisha kwamba huyo Roho atafanya kazi mbalimbali, na ametaja kazi hizo kama ifuatavyo. Kazi ya kwanza, atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawamwamini Yesu. Baada ya kuasi, mwanadamu aliingia katika dhambi ya asili, na muendelezo wa maisha ulimpeleka katika kutenda dhambi nyinginezo. Torati ilikuja baadaye
ilibaini dhambi pamoja na adhabu zake, lakini haikuwa dawa ya dhambi. Lakini kwa njia ya Roho Mtakatifu, Kristo anataka kuonyesha ulimwengu yapi yaliyo ya dhambi, sio kwa matendo tu, bali kwa kufanya hai dhamiri zitambue kutoka ndani nini chanzo halisi cha dhambi na yapi yaliyo matendo ya dhambi kutokea ndani ya mioyo. Yesu hashughulikii tendo la dhambi, bali mzizi wa dhambi yenyewe. Na dhambi kubwa Yesu anayoishughulikia hapa ni dhambi ya kutokuwa na imani katika yeye, kutokukubali kazi ya msalaba, kutokukubali kazi ya mateso, kifo, ufufuko pamoja na kupaa kwake mbinguni. Yesu anashughulikia uasi wa mwanadamu na upungufu na utovu wa imani. Kwa muktadha huu, Bwana wetu Yesu Kristo anaruhusu Roho Mtakatifu aje ulimwenguni ili yeye aendelee kutuhakikishia sisi, kutuambia habari ya dhambi kutoka ndani ya mioyo yetu, lakini kutuambia kwa habari ya kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo, kukubali kazi ya ukombozi kwa njia ya msalaba, mateso, kifo pamoja na ufufuko. Ndugu wapendwa, jambo la pili ambalo Roho Mtakatifu atakuja kulifanya kwa kadiri ya mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo ni kuuambia ulimwengu kwa habari ya haki, kwa sababu yeye Yesu anakwenda kwa Baba yake. Yesu anataka kumsaidia mwanadamu kwa njia ya Roho Mtakatifu awe na unyofu wa moyo kwa kufanya yaliyo haki na thabiti, kwa kusimamia iliyo kweli ya Mungu. Ndugu zangu, haki maana yake ni kutoa kile kilichostahiki kwa wenzetu na kwa Mungu wetu. Kwa njia hii ya kumshusha Roho Mtakatifu, Yesu anataka kutuambia kwamba ulimwengu kwa njia ya dhambi uliingia katika hali ya kutokuwa na haki. Ulimwengu ulijaa udhulumishi, udanganyifu, ukiritimba na kujipendelea. Kwa hiyo haki ikafanyika kuwa kipofu. Lakini kwa njia ya Roho Mtakatifu, Yesu anatuambia tutafundishwa kutenda iliyo haki. Haki kwa wenzetu, haki kwa ndugu zetu, haki kwa rafiki zetu. Kwa njia ya Roho Mtakatifu, Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kutueleza kwamba, au anaendelea kutujuza kwamba Roho Mtakatifu atatufundisha kutenda iliyo kanuni ya dhahabu. Yaani, tutende kile ambacho tungependa kutendewa. Tutende haki katika kazi tunazofanya. Tutende haki kwa wafanyabiashara kwa biashara wanazofanya. Tutende haki kwa wafanyakazi wa serikali kwa kazi walizokasimiwa kufanya. Tutende haki kwa viongozi wa umma na viongozi wa dini kwa yale majukumu waliopewa kuyatenda. Yaani, kumpa mtu kila na kile anachostahili. Jambo la tatu ambalo Roho Mtakatifu atafanya ni kuuambia ulimwengu kwa habari ya hukumu, kwa kuwa mkuu wa ulimwengu amekwisha kuhukumiwa. Kristo anatanabaisha wazi, Roho Mtakatifu atatuambia kwa habari ya hukumu. Hukumu, ndugu zangu, ni adhabu kwa sababu ya kosa fulani. Tunafahamu wazi, baada ya udanganyifu na kuasi, Shetani alilaaniwa na kuhukumiwa milele, yeye pamoja na kundi la malaika walioasi pamoja. Mwanadamu akuandikiwa kuingia katika adhabu baada ya kuumbwa. Ni mara tu baada ya kuanguka dhambini ameingizwa katika adhabu. Lakini kwa upendo mkubwa, Mungu hakupenda mwanadamu abaki katika adhabu hiyo. Ndiyo maana akamtuma Bwana wetu Yesu Kristo ili kumrejesha mwanadamu katika hali ya utimilifu na ukamilifu. Ndugu wapendwa, mwanadamu kwa kuingia katika uovu na utovu dhidi ya imani na pendo la kimungu hakufanya hayo yote kwa kusukumwa au kulazimishwa. Mtakatifu Agustino wa Hippo anafundisha kwamba kwa uhuru kamili mwanadamu alichagua kuingia katika dhambi. Lakini hii ni ajabu. Kama mbwa ayarudiaye matapishi yake, ndivyo mwanadamu alivyochagua kuirudia na kuingia dhambini mara tu anapotenda dhambi nyingine. Kama nguruwe ajitosaye topeni baada ya kuogeshwa, ndivyo mwanadamu ajirushavyo katika uovu mara tu baada ya kutoka kwenye uovu mwingine. Ndugu wapendwa, tufahamu wazi kwamba kila dhambi ambayo binadamu anaifanya
ina hukumu ndani yake. Lakini tuelewe wazi kwamba hukumu haikuwekwa kwanza kwa sababu ya mwanadamu. Hukumu iliwekwa kwanza kwa sababu ya mkuu wa ulimwengu, Ibilisi, joka wa zamani ambaye aliingia katika kuasi. Hivyo mwanadamu anapotenda dhambi na kupewa hukumu, ajue kwamba yeye kwa uhuru wake kamili anaingia kumsaidia shetani hukumu yake. Hivyo kwa kujitosa dhambini, ni wazi anamwambia shetani, wewe umeonewa, mimi niko tayari kujumuika nawe katika hukumu yako ya milele. Upumbavu wa mwanadamu. Kwa njia hiyo, Roho Mtakatifu ambaye Yesu anawaahidia wanafunzi wake na watakaokuwa wanafunzi wake baadaye, ambao ndiyo kanisa zima la Kristo ulimwenguni, anatuambia kwa namna ya pekee kwamba Roho huyo atakapokuja atatuambia kwa habari ya hukumu. Tutakapoingia katika hali ya dhambi, tutakapoingia katika hali ya makosa, Roho Mtakatifu kwa dhamiri iliyo hai ndani ya mioyo yetu atatuambia kosa tulilolitenda pamoja na adhabu ambayo tungeipokea. Ndiyo maana kwa mtu mwenye dhamiri hai, mara baada anapotenda dhambi, hukumbuka na kujuta ndani ya moyo wake, na kwa njia ya Roho Mtakatifu huona hukumu na madhara ya dhambi aliyotenda na kurudi katika sikitiko timilifu kuelekea sakramenti ya kitubio. Ndugu wapendwa, kwa mwaliko wa Injili ya siku ya leo tunaalikwa wazi, kama Bwana wetu Yesu Kristo anapotuambia kwamba anakwenda kwa Baba yake na ametanabaisha kazi 3 za Roho Mtakatifu. Anatualika kwamba Roho Mtakatifu huyo anaposhuka ndani yetu kwa njia ya mapaji yake yote katika maisha yetu, anakuja kufanya kazi kama mshauri, kama msaidizi, kama wakili, kama mwombezi, mfariji na yule anayetutia nguvu. Hivyo Yesu anatuambia tukae pamoja na Roho Mtakatifu pamoja na paji zake na nguvu zake, ili atusaidie kuishi maisha ya utakatifu na ukamilifu. Ndugu wapendwa, kwa muktadha wa Injili ya siku ya leo unatuagiza kwamba tusizitweze kazi za Roho Mtakatifu anayefanya kazi daima ndani mwetu. Daima tukimbilie tunza ambayo yeye Roho Mtakatifu anatupa siku zote za maisha yetu. Daima tumueleze nini tunataka kwake na yeye atuambie nini anataka kwetu, ili tuishi maisha ya utakatifu iliyo asili yetu tangu mwanzo. Kama tunavyoonywa na maandiko matakatifu kwamba tusiwape lulu zetu nguruwe, ndivyo ambavyo hatupaswi kuzitweza na kuzidharau kazi za Roho Mtakatifu ndani yetu. Yeye kama alivyo mtakatifu atatuongoza katika maisha ya utakatifu tukiwa duniani, ili kuelekea utakatifu kamili huko mbinguni. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Kelly David Mwandiga wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu toka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi ya sheria, ushindi wa kimungu. Nasi tunajivunia imani twasakafia